Bwana, mambo ni mengi kweli kweli kunako mitandao ya kijamii. Linapigwa hili, linapigwa lile, lakini shughuli ni nzito. Wana Yanga wenyewe wanajua nini hasa ambacho kinaendelea. Tuko naye hapa Elizabeth mwamba kweli kweli huyu kwenye mambo inayohusu timu yake Hataki Utani kweli kweli, na hawa ndio watu wachache mno ambao wako karibu na klabu yao na wanajua shughuli nini ambacho kinaendelea, lakini mashabiki wenyewe wanajua. Kizungumza Eliza wamezungumza wanachama wenye nguvu ndani ya klabu ya Young Africans. Elizabeth, uko vizuri? Niko poa. Afya yako ni njema? Safi kabisa, ndio maana niko hapa. Kwa mara ya kwanza ulivoona ile barua ya bodi ya ligi kwamba mchezo wenu umepangwa tarehe 10 utapigwa visiwani Zanzibar kwenye uwanja wa Amani saa 11 jioni, ulijisikiaje? So barua hiyo niliona takriban barua 3. Niliona barua ya Simba, niliona barua ya Yanga, nikaona barua ya bodi ya ligi. Ulijisikiaje ulivoona? Nikaingia kwenye vyanzo. Mimi wasikurupuki. Naingia kwanza kwenye vyanzo vya taasisi husika. Niliingia kwenye TFF sijaikuta, nikaingia bodi ya ligi sijaikuta. Nikaingia kwenye vyanzo vya Young Africans sijaikuta, nikaingia Simba sijaikuta. Nikaposti nikasema kuna wachache wanaotaka kutukosanisha na viongozi wetu. Kuna watu tayari walikuwa washa mpost engineer na kusema amewakosea wanachama wa Young Africans kwa kukubali dabi kuchezwa. Sasa mimi nikaiposti nikasema tunakosanishwa. Kuna watu wachache wanataka kuwagombanisha wanachama wa Young Africans na uongozi wao. Na hili tumeshaligundua, kwa hiyo hatutegeki. Tushategua hiyo mitego. Mimi bado sijaingia kwenye huo mtego. Nilipata taarifa bwana kutoka kwa watu wa karibu wa klabu ya Young Africans na wao ni wanachama kama ulivyo Elizabeth, wakaniambia bwana zile za kwao zilikuwa ni kweli fake. Yaani mtu akapiga original moja. Wanaelewa vizuri, ile yule alotengeneza ile original ambayo inatoa taarifa ya kwamba game itapigwa 1 2 3, alafu akazitengeneza na fake 2 ili apime upepo. Eti ni kweli na nyinyi mningamua hivyo? Sasa huyu aliyefanya hivyo yawezekana akili yake mimi naikanyagia chini. Ni mtu yani unaongelea au unatolea taarifa nyuma ya visogo vya watu ambao tayari wameishaelimika. Kwa hiyo mimi sidhani yeye kama anajiamini na anajua yuko correct kwa vitu anavyovifanya, anatakiwa atoke front na sio kuongelea kwenye nyuma ya visogo vya wanachama wa Young Africans. Toka front, eleza kitu kilichopo, alafu ulizwe maswali, ujibu kwa hoja. So uongelee nyuma ukitaka kupima upepo kwamba watakuja vipi, watareact vipi. Kwa hiyo mimi najua hizo ni mambo tu za mtandaoni. Ya mtu akitaka tu kutengeneza followers, kutengeneza viewers, kutengeneza like kwenye account yake, ndio anafanya vitu kama hivyo. Sawa, huyo ni Elizabeth yule ambayo tunamjua sisi inapokuja swala la mambo kwenda hivi Hataki anataka yawe amenyoka tu nyakati zote. Sasa nikukaribisha rasmi baada ya kupata mawingu na vinyunyunyunyu kidogo kutoka kwa Elizabeth, na hapa sasa tunakwenda kupiga ile yenyewe, lakini haya yote yanapewa nguvu kubwa mno na Jaba Air Solutions International Trade. Mabingwa hawa bwana wanasafirisha mizigo kutoka Guangzhou China kuja Dar es Salaam Tanzania. Ni rahisi mno ukiwa na wao, kwa sababu mzigo wako utafika kwa wakati ndani ya siku 3, 4 mpaka siku 5. Lakini ukiwa na Jaba bwana utakuwa unapata nafasi ya kuingia kwenye draw ndogo ndogo za kushinda zawadi. Kila baada ya wiki 2 yuko mtu mmoja ambaye anaibuka na zawadi kutoka Jaba Air Solutions International Trade. Mambo ni mazuri kweli kweli. Bado tuko naye hapa dada yetu Elizabeth wa Yanga. Wengi hupenda kumuita hivyo, na akizungumza kuna watu wanapata faraja na furaha kweli kweli. Bwana uongozi wa klabu ya Yanga, taarifa za chini zinasema walishtukia janja kama kuna mazingira yanataka kutengenezwa ili dabi ipigwe huku kesi ikiwa inaendelea. Yaani ligi sinaelekea mwishoni, tutengeneze tu mazingira ipigwe, kesi kitoka hukumu kama shirikisho limekosea, bodi imekosea, adhabu itajulikana, lakini huku ngoma igongwe. Yanga wakashtuka, wakapeleka barua kasi ya kwamba tunaomba mchezo wetu ambao shughuli yake bado ipo huko kasi usipangiwe tarehe yoyote mpaka hukumu itakapotoka. Ndio maana ya kuwa na uongozi wenye akili timamu. Unajua kuna kuwa na kiongozi mwenye akili afu kuna akili timamu. Ni vitu viwili tofauti. Ndio. Na pia kuna aina 3 ya akili. Kuna akili ya kujiongeza, ya kuzaliwa nayo na ya kusomea. Kwa hiyo mimi nadhani kwenye hizo akili 3, akili nzuri ni ipi? Ya kujiongeza, kuzaliwa nayo, ya kusomea? Ya kuzaliwa nayo inakuwa nzuri zaidi. Ukiwa na yapako ile ya kusomea ni mbaya. Ile ni mbaya kwa sababu ile unakuwa unatumia makaratasi zaidi. Kwa hiyo uongozi wa Young Africans
kama ungepokea hicho kitu, ina maana walikuwa wanajua kabisa, ina maana kama kesi iko kasi, wewe ukakubali ukasuruhisha huku, maana yake mmemaliza kesi. Hapana sababu ya kurudi tena kasi kwenda kutafuta majibu. Kwa maana kama wamegutuka, nitumie hilo neno kugutuka, kwamba wameisha machare yamewacheza, basi wako sahihi. Sasa Eliza, nyinyi kwa nini mnakuwa wabishi? Kwa sababu ili bingwa apatikane lazima igongwe mechi ngapi? 30, siko hivyo? Sasa mtapataje ubingwa ikiwa mjacheza na mtani wenu? Wengi wanauliza hivyo. Hakuna aliye juu ya sheria. Hakuna aliye juu ya sheria. Sheria inastakaje ili mtu awe bingwa ligi kuu ya soka Tanzania? Acheze mechi zote kwa kufuata sheria. Acheze mechi zote kwa kufuata sheria. Sasa moja so kuna mechi moja haijachezwa kwa sababu sheria zilivunjwa. Na siku zote kanuni haiwezi kuwa juu ya sheria. Sheria ni sheria, kanuni ni kanuni. Kwa kama kanuni ilivunjwa, watu walitakiwa waadhibiwe kikanuni, si ndio? Ya una vithibitisho umezuiliwa na klabu ya Young Africans kufanya mazoezi, wewe kipige, alafu kanuni ifuate mkondo wake, si ndio? Ndio maana hata juzi nadhani Alikamwe kaadhibiwa, si ndio? Unajua ni kwa nini kaadhibiwa? Aliadhibiwa kwa sababu ile kauli yake mambo ya referee. Ipi? Ulisikia ametaja jina la referee? Hapana. Hizo kauli Ahmed Ali hajawahi kuzitoa? Alizitoa, lakini kwa nini kwa Alikamwe? Kwa nini ya nyinyi mnahisi kama vile anaonewa msemaji wenu? Kwa sababu yani sio kwamba tunahisi, ndivyo ilivyo, kwa sababu ni vitu ambavyo vinaonekana. Ukikompea maneno ya upande wa pili na upande wa kwanza, unaona kabisa, alafu inakuja kutoka adhabu upande wa kwanza tu. Upande wa pili hapana. Kwa sababu kabla ya Young Africans kucheza ligi, mechi yoyote ile alikuwa anacheza michuano ya kimataifa. Alianzia hatua za awali. Walikuwa wanacheza Simba na vilabu vingine, lakini Azam, Coastal Union na Young Africans walikuwa wanacheza michuano ya kimataifa hatua za awali. Ahmed Ali alinukuliwa akisema, sasa hivi hatujasikia matatizo ya kibinadamu kwa upande wa marefari. Subiri warudi kucheza fulani. Matatizo ya kibinadamu utayasikia. Naye ni the same na Alikamwe alivyosema, kwa sababu hakutaja mtu, si ndio? Sasa kwa nini anaadhibiwa Alikamwe? Na kwa nini ndani ya hii miaka mitano kana lile lilikuwa la muda na alikuingia kwenye kamati, lakini kwa sasa hivi yanojadiliwa wanasema hayafanani. Alikamwe yeye alizungumzia marefa, lakini lilofika kwenye kamati kuhusiana na Ahmed ni Yanga wenyewe ndio walikwenda kumshtaki baada ya kusema adui namba 1 ni Yanga Afrika. Kwamba adui namba 1 wa Simba ni Yanga. Ndio shauri likafika kama lakini la kwanza lile hilo limefikishwa, kulikuwa na mambo fulani hivi, yani watu walijisahau, walijafika kwenye kamati. Hilo limefikishwa, sio kwamba halijafika kwenye kamati. Alikamwe anawakera sana, yani hicho ni kichwa hiki kinakera TFF, bodi ya ligi na hata Simba. Na waliomshtaki Alikamwe walikuwa ni bodi ya ligi na TFF, si ndio? Ila waliomshtaki Ahmed Ali walikuwa ni Young Africans, si ndio? Kwa nini bodi ya ligi iliyomshtaki Alikamwe, kwa nini haikumshtaki Ahmed Ali? Mambo mengi Eliza, watu wanasahau vitu. Wewe unafanya kazi gani? Unapokuwa kwenye sekta fulani usianze kumtetea mtu kwamba eti ana mambo mengi, ili hali ndio sekta aliyopewa kusimamia. Sasa kazi moja wapo ndio hiyo ya kuratibu michezo yote iliyochezwa, kupitia michezo ambayo imeshachezwa na kuanza kuitolea hukumu yake, si ndio? Kwamba kuna wapi palikosewa, wapi palipatiwa. Inapotolewa hukumu unasikia kwa mujibu wa kanuni. Lakini kwa nini dabi ya Simba na Yanga kanuni inakuwa inasuasua? Ni kwa sababu timu hizi, hata mzee wangu Mguto si alisema, zimeshika hatima ya watu, nani apewe adhabu kwa maslahi ya nani? Alisema leo mko tayari kuona Simba ikishuka daraja? Uko tayari Eliza kuona mtani wako kushuka daraja? Utamtania nani? Mguto alizungumza, lakini tunamtania akiwa huko atakakokuwa. Lakini pia unajua huwa mnakosea. Kanuni inavyotoa, yani kanuni inavyotoa adhabu yuko hivi. Let's say nimekosea mimi Eliza. Ndio. Adhabu tatozwa maybe fine ya milioni 3, ndio? Yes. His stroke, unaposema neno his stroke au his stroke au alafu mwishoni wanakuwekea au vyote kwa pamoja. Umeelewa? Ndio. Maana yake ni kwamba isingekuwa rahisi Simba kushushwa daraja. Umeelewa? Angetozwa faini, alafu maisha mengine yakaendelea. Lakini kama angekuwa mkaidi, ndio vyote kwa pamoja vingefuata. Umeelewa?
Sasa wewe unaanza kuleta mambo za kusema kwamba tungefly sijui kwa nini Simba anapokuwa anafanya. Ulishawahi kusikia Simba akamsaidia nini Young Africans? Kwamba huyu Yanga yuko hatarini. Ili aipukane na hiyo hatari, sisi Simba ndio tunatakiwa tumbebe. Nyinyi mshe kumbeba mnyama. Kwani Simba hajawahi kutaka kushuka daraja? Miaka ya nyuma sana. Historia inaishi. Mimi huwa nina vitu viwili. Historia na uhalisia. Okay. Na sometime hata vilabu vyetu huwa vinacheza mechi hasa za kimataifa kwa historia. Yes. Ukilinganisha na uhalisia. Madrid historia ndio ilikuwa inambeba dhidi ya Arsenal, si ndio? Very sure. Lakini uhalisia umemkataa. Okay. Si ndio? Ndio. Leo hii tunazungumza Mamelodi na Al Ahly wanakutana. Robo finali. Ndio. Historia inambeba Al Ahly. Yes. Uhalisia unamkataa. So ni yule atakayechanga karata zake vizuri. Si ndio? Ndio. Kwa hiyo ndio maana nakwambia hivi. Hiyo historia ya Young Africans kumbeba Simba asishuke daraja inaweza ikawa ni chanzo cha kuwasaidia hata bodi ya ligi ili waweze kutatua mambo zao vizuri kama wakiona yanaenda ambavyo sivyo. Unaelewa? Ya kuelewa vizuri sana. Kwa hiyo mimi nadhani fikie mahala mimi sidhani kama mngekuwa mmesha tanabaisha sheria na kanuni kwamba hizi zitatumika na kweli zikatumika inavyotakiwa. Sidhani kama kuna hatima sijui ya mtu ingekuwa inazungumzwa sijui nini, wakati Young Africans anajua kabisa nikifanya hiki sheria inafuata mkondo wake. Simba anajua nikifanya hiki sheria inafuata mkondo wake. Si ndio? Simba anajua kabisa nisipopeleka timu uwanjani ina maana nini kitakachofuata? Nitapokwa alama. Hivi kweli sheria itumike Simba apokwa alama mashabiki waandamane? Mbona leo hii hatuoni Uhuru Chadema wakiachiwa kwenda kuandamana? Maana yake ni nini? Si wanadhibitiwa? Yes. Sasa kwa mimi nadhani sheria na kanuni wangeandamana na wangedhibitiwa hivyo. Kwa sababu si sheria na kanuni ndo zimetumika. Sasa ndio maana nikakwambia hamna aliye juu ya sheria. Kwa hiyo sisi tunachokihitaji ni kasi. Wakija na kanuni na sheria Young Africans mlikosea, si tumeadhimia nchi nzima tuko tayari kushushwa daraja. Yaani kwa adhabu yoyote ili itakayotolewa na kasi. Kiburi hiko mnapata wapi Elizabeth? Yani championship nyie au mnazungumza tu? Tena kule ndo tutaenda kulithaminisha soka la championi. Kwa sababu wengi watakuwa wanatufuatilia tuko kule chini. Na wawekezaji watakuja na najua Yanga atashuka kule chini, atacheza msimu mmoja, msimu unaofuata anarudi kwenye ligi sana kuliko yote yule. Kwani watu wanasema Yanga shida yao wanajiona wao wana mbavu, yani wao wanaona kama vile ndio mpira wao. Na ndio maana hata mashabiki wengi nyinyi mnasema kwamba mkishushwa watu wote wataacha kuangalia ligi kuu, wataangalia ni kiburi hiko mnakipata wapi? Sio kwamba watu wote. Unajua kila klabu ina wapenzi wake, si ndio? Unawafuata kule waliko. Unawafuata kule waliko, si ndio? Mna kiburi cha kusema mko wengi nyie. Yani sisi tunaenda kule kule. Tunaifuata timu yetu kule kule itakakokuwa imeelekea, tunashuka nayo, tunapanda nayo. Ili mradi tu sheria na kanuni. Uingereza ni timu mbili pekee ambazo hazijawahi kushuka daraja. Ndio. Everton na Arsenal. Msimu jana Everton alilimwa alama 15 lakini bado alisurvive kwenye ligi. Man U alishashuka, Liverpool alishashuka, United alishashuka, City alishashuka, Liverpool alishashuka. Yaani ni Arsenal na Everton ndio hawajawahi kushuka mpaka leo hii tangu kuzalishwa kuanzishwa kwa Arsenal, tangu kuanzishwa kwa Everton. Why Young Africans tuogope kushushwa? Tena mwaka 74 Manchester United alishushwa kwa adha hizi za kushindwa kufuata kanuni na sheria. Kwa hiyo ndio maana nakwambia kama ndio maana nikasema tangu awali kipindi cha kwanza nilivyokuja hapa nilisema kama wangetambua kanuni na sheria tangu awali hata hizo Simba na Yanga zisingekuwa na kiburi kiasi hicho. Wewe huwezi kwenda kucheza mechi unasema kwamba eti mimi wachezaji wangu wanaumwa mafua sichezi mechi. Alafu na wewe TFF upo, bodi ya ligi upo, unakubali timu inarudi Dar es Salaam. Wakati ndio maana sheria inakwambia usajili wachezaji 28 mpaka 30. Si ndio? Alafu hao wengine kwamba mafua yanaambukizwa. Simba walisema hivyo wale wanaoumwa mafua kwa nini wasirudi? Kwani walikuwa wanaumwa kikosi kizima? Hapana. Walikuwa wanaumwa wachezaji 4. Timu kisha kuwa na wachezaji kuanzia 7 mpaka 8. Sakatu kabumbu lina sakatu watu. Eliza, swala la dabi kwa nini limefanya na wana Yanga wengi mnaibua mambo ya nyuma sana? Na hili swala tu la dabi la mwezi mmoja tu nyuma uliopita, lakini tunatolea mifano. Mkiwa mnazungumza mnaibua yale ya wachezaji wao Simba kupata mafua sijui nini.
Yaani sisi tunaibua kwa nini? Kwa sababu tumeona busara inakuwa inatumika kwa upande mmoja sana. Na kitu kingine, kama kweli Young Africans ingekuwa dictator, yes, sidhani kama kuna viongozi wanaohusika na mpira ambao wangekuwa wanaendelea kuwepo kwenye usalama. Unajua Young Africans ndio klabu ambayo inachafuliwa kila kukekucha. Yanga akishinda utasikia rushwa. Ina maana Yanga hapaswi kushinda. Si ndio? Yes. Yanga si ndio timu inayosema kwamba JSM anadhamini vilabu kadhaa. Wachambuzi ama waandishi tukipataga nafasi ya kusafiri na Yanga tunaambiwa kwamba machawa GSM. Yanga hii si ndio inayosemekana kwamba magolikipa juzi Nobo katimuliwa kambini, yes, kwa ajili ya rushwa, kwamba kapewa rushwa. Sasa hivi hii imagine Yanga ikasimama ikasema kwamba tunahitaji mtuoneshe ushahidi. Kama hakuna ushahidi tunalala mbele na hawa wanaokuwa wamelianzisha hili sakata. Ni viongozi wangapi wangebaki kwenye mpira? Mangungu hakuwahi kusema kwamba Yanga inaongozwa na marofa. Alisema hivi. Ingekuwa Yanga anataka kweli kwamba hakuna cha fair play. Asikauli za kimpira hizo. Kama ni kauli za kimpira, kwa nini Alikamwe alishtakiwa kwamba amemsema Sunderland kuhusiana na Nguo kwamba atoe bilioni 3? So yeye alianza kushtakiwa Alikamwe. Alishtakiwa. Sasa ndio maana nakwambia hivi. Ndio maana bado hajazoea joto. No, kwa nini muda gani? Si msimu. Jezi za kimataifa. Sasa Sunderland ndio alikuwa ameingia. Sawa. Kwani mangapi Yanga anatukana? Yanga hajawahi mpaka kuna kipindi msimu Simba anachukua kombe la Ngao ya Jamii. Ilifanyikia wapi ile ambayo Simba alichukua kwa mkwaju wa penalty, Alisalimu anacheza penalty? Stanga. Yes. KMZ Wanda hakukamatwa anaisigina chini robo ya Yanga. Alikamatwa. Alichukuliwa hatua gani? Aliachiwa. Sasa kwa nini hicho kitendo akifanye mtu wa Yanga asigine chini nembo ya Simba? Leo angekuwa wapi? Mngeenda kumpelekea ugali maharage. Ndio maana nakwambia hivi sasa, hicho ndio kitu ambacho kinasababisha tuanze kurewind mambo za nyuma ambazo zinakuwa zinafanyika. Kwa sababu tunaona kama tunaongelea dabi, tunaona kama bado haitoshi, hatuna vithibitisho vya kutosha, si ndio? Tunaanza kurewind nyuma mambo ambayo yameshatokea na yanakuwa yana favor upande mmoja, upande mwingine unakuwa unaumia. Kwa hiyo mimi ndio maana na opti sana. Mimi huwa ni muumini sana wa kutumia sheria. Nyumbani kwangu mimi nina katiba ya nchi. Mimi nimeishawahi kusimama na viongozi wakubwa tu wa serikalini. Angelina Mabula sijui kama unampata, akiwa waziri wa michezo. Mimi nimewahi kusimama naye. Hata aliyewahi kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza alikuwa anaitwa Sambode Magesa Mlongo. Nimewahi kumfuata ofisini kwa ajili ya mambo hizi za kijinga. Kwa hiyo mimi napenda sana mtu ambaye anasimamia sheria basi. Yaani sheria. Yes. Basi ifanye kazi yake. Bwana, huyo ndio Elizabeth ambaye sisi tunamfahamu na kumjua vizuri kweli kweli. Hapa yamepigwa madini, tukapelekwa mpaka Ulaya kwa ajili ya Yanga Afrika tu, tukarejeshwa tena Tanzania kwa ajili ya Yanga Afrika tu, tukapelekwa mpaka kwenye viongozi wa serikali kwa ajili ya Yanga Afrika tu, mpaka Chadema ikapigwa kidogo kwa ajili ya Yanga Afrika tu. Ndio naambiwa wana Yanga kwenye hili wameamua kulivalia njuga. Kwa hiyo bingwa mnao na mnatamba nao msimu huu. Kwani bingwa nani? Bingwa. Bingwa mtetezi Yanga. Bingwa nani? Kwa sasa hivi Yanga ndo anaongoza ligi. Hajapatikana. Bado hajapatikana. Yanga ndo anaongoza. Tayari Yanga ndo bingwa sasa. Yanga ndio. Sasa zimebaki mechi tatu. Ikitokea mmeshinda zote tatu hizo mtakuwa mnaongoza ligi kwa alama moja. Simba unasemaje kwa alama moja wakati mtu ana viporo vyake? Simpaka ashinde zote. Kikichacha. Simba kishinda zote simtachana alama moja? Kiporo kikichacha. Hajashinda sasa. Huwezi kuzungumzia kitu ambacho haunacho. Yaani pesa haunayo mfukoni afu unaipigia bajeti. Sasa ndio tuipigie bajeti hivi. Mimi nataka kuimagine Simba atakubali nyinyi mwe mabingwa, acheza na ninyi alafu ana alama moja, nyinyi ndio mnayo. Ni wewe, lakini kwangu mimi sijawahi kupiga hesabu kwa kitu ambacho sinacho mkononi. Mna hakika Simba lazima afe kwenye viporo vyake? Yaani vyovyote itakavyokuwa, asale afe, yaani yeye atakavyokuwa. Wale nyinyi mnafanyaga nini kwenye mechi zao? Mbona mna hakika kwamba Simba atoboi mechi nane? Kila mwanachama wa Yanga ukimgusa na kuambia Simba atoboi zile nane. Wewe unaona sasa hivi tangu Simba ameenda kucheza michuano ya kimataifa, umesikia kuna mechi imechezwa ya ligi ambayo ina penalty ndani yake? Hapana. Basi penalty zimepungua. Baada ya Simba kutocheza ligi, penalty pia zimepungua. Subiri zirudi. Huwa mwenyewe top scorer maana ana penalty 3 kwenye mechi zilizobaki. Bado magoli ya kushambulia sasa. Mimi sikuongea kitu. Na mimi niko hapa kama mjumbe. Nilikuwa nauliza tu maswali. Majibu alikuwa anatoa mwenyewe Eliza. Maana kwenye comment amchelewi kuwachanganya wote wawili.
sisi kwa na wewe. Eliza mwenyewe ndio kazungumza. Mimi nikushukuru sana. Asante sana. Mimi naogopa. Unaogopa nini yani? Unaogopa nini? Wananongwa hao. Unaambiwa unaishi unavyotaka wewe na sio wanavyotaka watu. Ili mradi tu usivunje kanuni na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo tunamaliza mimi na Eliza ya kwamba tunaishi tunavyotaka sisi na sio wanavyotaka watu, ili mradi tu tusivunje sheria za nchi hii ya Tanzania. Lakini ukitaka pia kufanikiwa zaidi, kuna mambo mawili ndugu yangu anasemaga Florence: umkosee Mungu ama ukosee nchi yako. Kwa heri.